Yes, karibu sana. Tupo kwenye mahojiano ambayo tunafanya kwa njia ya simu na ndugu yetu ambaye yupo maeneo ya Australia. Nafikiri uko unanisikiliza? Na kusikiliza. Karibu sana. Hii ni Baraka One TV ambayo uko unasikiliza sasa hivi. Tupo saa 9, ni majira ya Afrika ya Kati, saa 10 ya Afrika Mashariki. Tuko tarehe 1 za mwezi wa 7 2025. Tarehe 27 za mwezi wa 6 serikali ya Kongo iliweza kusaini mikataba ya amani pamoja na Rwanda huko maeneo ya Washington, Marekani. Wewe kama mwananchi na mzalendo pia na mdadisi wa siasa, una mtazamo gani kwanza kulingana na saini hizo? Kabla yote kwanza watu wanataka wakujue kwamba tunazungumza na nani. Asante ndugu mtangazaji, naitwa kwa jina la Kashosi, naishi hapa Australia. Na mimi ni Mkongomani halisi kabisa, mzaliwa wa Uvira. Niseme tu kwa kifupi ya kwamba mkataba au niseme saini zilizotolewa Washington DC kati ya Rwanda na Kongo, kwa Wakongomani naona kuna manufaa kabisa, kwa sababu kuna hatua kubwa. Ikumbuke kuwa Rwanda ilikuwa ikikataa ya kwamba haina wanajeshi Kongo. Lakini ile ya kukubali kusaini ile mkataba wa amani, tayari imeonekana kwamba Rwanda kwa kweli kumbe ilikuwa na wanajeshi mule. Ilikuwa ikikataa, lakini kumbe ilikuwa na wanajeshi mule nchi ya Kongo. Na kwa sisi Wakongomani pale tuliona kwamba katika hiyo iliyofanywa inaonekana kabisa tuko kwa hatua nzuri na tumeshinda ile. Na italeta avantage kwetu zaidi. Lakini ukichunguza kwa ndani zaidi, mara nyingi mimi nasema kuna mikataba wanaosaini au kuna makubaliano wanaosaini, mule ndani wanakuwa watusomee nini walichokifanya, nini walichokikubaliana. Lakini kama wangekuwa wanatusomea ile nani yote, ile ratiba yote ilipangiliwa na yale mambo yote ambayo yalisababisha wasaini, tungekuwa tunakubali ya kwamba hapa tumeenda vizuri. Lakini niseme kwa ngambo yangu mimi nimeona kwamba sisi kwa Wakongomani tuna hatua kubwa kabisa. Kuna baadhi ya Wakongomani ambao wao wanasema kwamba mkataba huu hauwafaidishi bali unawafaidisha wa Marekani pamoja na Wanyarwanda. Ndugu mtangazaji, ngoja niseme ya kwamba Marekani haiwezi kajiingiza kwenye mambo na kama haina faida. Ujue kwamba Marekani ni dola kubwa. Na kama ni dola kuu, ni lazima kwa kuingiza kidole chake sehemu imeishaona kwamba kuna interest fulani. Na sisi Wakongomani tujue kwamba Marekani ina interest mule. Na watu wote wamekuwa kwenye nchi za mbali huko wanatamani ya kwamba wasaini mikataba na Kongo, waingilie kati ili wafaike. Tuna madini ambao wengine wanasema minere, tuna madini ambayo kwenye taifa zingine hawana hiyo madini. Na Marekani imeona kwamba ndio muda sasa wa kuingia. Hapo mimi naweza nikasema kwamba Marekani inanufaika, lakini Rwanda kuna nafasi inapoteza. Ikiingia kiwaziwazi au kiuficho haitaingia tena vile. Itachukuliwa hatua moja kwa moja, labda niseme hivyo. Na serikali ya Marekani, Donald Trump amesema kwamba yeyote ambaye hataheshimu huu mkataba ambao umesainiwa, basi hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Je, unahisi kwamba Rwanda kwa tabia yao wataheshimu kweli huu mkataba? Kwa sababu kitu kikubwa ni kuondoa majeshi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hilo ni la kwanza. La pili pia ni kuacha kuwasapoti makundi yote ambayo yanamiliki silaha kinyume na utaratibu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, Rwanda atatekeleza huu mkataba? Rwanda nafanya kama vile naweza niseme ni kama amiri anaingia mkiste
atajificha kwamba anatekeleza, lakini kwa chini chini atasaidia yale makundi, kwa sababu atakuwa tayari atajitosha kwamba nimeondoka, sitasaidia, sitawasapoti, lakini kwa sababu wale M23 wangali mule, hata kama nao watachukuliwa hatua, atawasapoti tu ili labda aweze kufanikisha tena. Lakini kwa sababu wamesema kwamba kutakuwa na hatua ambayo itachukuliwa, tuangalie viko mezani, tunawapa macho. Lakini sifikiria kwamba Rwanda itajiondoa. Ikumbuke kuwa katika serikali yetu ya Kongo kuna wale ambao wako mule ndani, tunahisi ya kwamba ni Wakongomani, kumbe si Wakongomani. Unapojiondoa, lakini ndo analeta ile chachu ya kutotea kwamba msiondoke, mjidanganya kwamba mmeondoka, lakini mjifiche. Zile hatua kweli zitachukuliwa, lakini mambo yako mezani, tuangalie kipi kitatokea. Na Marekani haiwezi kusema kwamba sheria itafuata mkondo wake na kisha wenyewe waache. Ni lazima kitu kama hicho kifanyike. Na kwa upande wa serikali ya Kongo, kitendo cha kukubaliana moja kwa moja na Rwanda, kuna mkataba, kuna kipengele ambacho kinasema kwamba inabidi serikali ya Kongo iweze kuwanyang'anya silaha wale makundi yote ambayo yanamiliki silaha kinyume na utaratibu. Hili swala pia linakupa picha gani kwa wazalendo ambao pia na wao wako considere kome magrupe ambayo inakamata silaha kinyume na utaratibu? Niseme ya kwamba hiyo hatua ya kusema watapokonya silaha kwa yale makundi yanayomiliki silaha, wazalendo wakiwemo. Ndugu mtangazaji, kumbuke ya kwamba wazalendo wamewekwa ya kwamba wamekubaliwa rasmi ya kwamba kwa kweli wao bako pale kwa kusaidia FARDC. Na makundi yale ambayo ya kujiunga kwa kusaidia FARDC, nafikiri ndio yanapaswa kupokonywa silaha. Lakini yale ambayo yamewekwa rasmi ya kwamba yametangazwa rasmi, mimi sifikiria kwamba sisi kama wazalendo ambao tumewekwa rasmi ya kwamba tunasaidia serikali na kwamba sisi tutapokonywa silaha. Hapana. Kwanza wewe unaotangaza uko mzalendo hata kama una silaha uko mzalendo, mkaaji wa pale ni mzalendo, ina maana atapokonya raia silaha. Na silaha sio ile ya moto tu, silaha ziko aina nyingi. Jiulize silaha gani watapokonya? Jiulize ni silaha gani watapokonya? Silaha gani Lakini nafikiri ya kwamba sisi kama wazalendo tunao wajua yale makundi ya wazalendo. Mimi fikra yangu si lazima wafikirie hiyo, na kama itafikiria hiyo, nafikiri wataleta ingine vurugu. Na hapo kuna kitu ambacho kinaeleweka, na kwa upande mmoja wengine pia wanakuwa hawakielewi vizuri. Serikali ya Kongo iliweza kutoa decret na ilikuwa sinye na president ya kureconnaître kwamba wazalendo ni armée reserve ya defense na wako msisteme ya rad. Lakini sasa jamii ya kimataifa na Marekani na wengine mpaka leo wanakonsidere wazalendo kama milice, na wanaitwa milice ambayo iko nasaidia milice ba pro gouvernement. Hili swala huoni kama litaleta mkanganyiko hapa kati? Huku sisi tunakubali kwamba ni arme ya defense. Mtangazaji, sitakata kauli. Ndugu mtangazaji, elewa ya kwamba mbele ya kusaini mkataba walifikia kwenye hayo mambo yote ya kuzungumza kwamba vipi sasa hao wazalendo watakuaje. Asifikiri ya kwamba yule waziri ambaye alikuwa akishughulika na ile hakukosa majibu. Alikuwa na majibu ya kuyotoa. Na wazalendo vile ilishatamkwa na rais ya kwamba wako wasaidizi. Na kama mtu iko reserve, angalia timu ya mpira. Kama mtu iko kubenchi, iko reserve, ina maana ya kwamba huyu muda wote, huyu akipata pan wataingiza mtu mwingine kwa ile namba, kwa sababu reserve ni mchezaji wa timu ile, na kwa moja wako considerea kwamba nao ni wachezaji wa timu walikubaliwa na serikali. Nafikiri hata katiba nayo sijui kama washapitia hicho ambacho rais anaandika, ilikubaliwa na wabunge na mawaziri na taifa la Kongo lote. Ikumbuke kuwa ukitazama kwenye haya makundi yanayomiliki silaha,
Kuna makundi ambayo yanatupiganisha yanajiunga na M23. Yale makundi nafikiri yeye ndo atapokonywa silaha yale. Kwa mfano kama Twirwaneho, Android kama Twirwaneho, kama Twirwaneho, unajua kama Ngumino wanasema kwamba wenyewe hako kwenye ile nani yako. Lakini hii wale wa Twirwaneho ambao walimesha jitangaza rasmi ya kwamba wako kwenye M23, wale ni lazima wapokonywe silaha. Na ndugu mtangazaji, usisahau ya kwamba M23 nao wamejipanga kupokonywa silaha. Ni lazima kuwe nao watadai ya kwamba kuwe mkataba fulani ambao Marekani haitakubaliana na ule mkataba. Kwa sababu Marekani ndio maana itaingiza mkono wake ile kusema kwamba waende kwenye mlima sijui kama Sabiro. Kuna mlima fulani wanaongea hivi. Ule mlima uko Rwanda, mlima ule uko Kongo, uko wapi? Uko Uganda. Haitakubaliwa. Ni lazima wapokonywe silaha kwa nguvu, na waweze sema kwamba wale wa M23 au yale makundi yanayomiliki silaha kama vile Twirwaneho eti watawapokonywa hivi. Ni lazima kuwepo moto ambao utawaka na hawatajisalimisha hivi. Kitu ambacho ningefikiria kwamba wanapaswa kuona kwa mbali, ni lazima wale wawashie moto. Ninachoshangaa tu kwenye nchi zetu za Afrika, tunapokamata hatua ya kupiga adui wanatuambia tuache. Kwa nini Israel uliona ilifanya hatua gani na Iran? Unaona, wamebomoa kabisa, watu wamekufa wengi, nyumba zimebomolewa nyingi, lakini sisi wakirusha bomu moja tu, Umoja wa Mataifa inakuwa inasema mnamaliza watu. Sasa wale ambao wamekufa Iran sio watu, wale wamekufa Israeli sio watu. Ndio maana nasema kwamba wote ni lazima wapokonywe silaha, lakini kuwepo utaratibu, wawe makini. Utaratibu serikali tayari imewesha kutenga utaratibu ambao utatumika kwa ajili ya kuweza kuwapokonya silaha. Itakuwa ni mtu mmoja mmoja, haiko tena ile ya ujumla kwamba kundi hili mko watu wangapi ingieni. Ni kila mmoja anaojiwa kivyake, na kwa wale ambao watakuwa ni Wakongomani watakuwa nafasi ya kuweza kujumlishwa pamoja na majeshi na polisi za DRC. Tukiachana na hili swala, tukilikazia sasa hivi M23 Bukavu, Goma na maeneo yote ambayo wanapatikana, wako wanapiga mayowe na kusema kwamba sisi hatuondoki, licha wao wamesaini mikataba yao kule, lakini sisi haituhusu, hatuondoki. Una mtazamo gani kwenu? Wao nafikiri wanajidanganya. Ni lazima kile ambacho Marekani ni dola kuona, nimekuambia wamejidanganya. Kama kwa kweli Marekani haikudanganya, wale M23 sehemu zote wamiliki watarushwa. Kama ni bomu za juu zitatoka juu. Ujue kwamba Marekani kishaamua kuna vita fulani, Marekani iliingilia kati. Kumbuka Israel na Egypt. Kuna kipindi kulikuwa mzozo mkubwa, lakini Marekani iliingilia kati na hilo lilisha. Wale M23 pale wako, usijidanganye ya kwamba wamemiliki, wataondoka. Kumbuka miaka iliyopita walimiliki muda wa miaka ngapi kama nakumbuka? Si waliondoka? Waliondoka, na hii tofauti na miaka mingine. Mara hiyo Marekani mwenyewe ndo ameingiza mguu wake mule ya kwamba wanapaswa kuondoka, wasisababishe usalama kuwa mdogo kwenye nchi ya Kongo. Na Rwanda ambaye alikuwa na wasapoti amesaini mkataba, hatadanganya tena. Na hasi kusema kwamba tutaangalia sura hii ndo ya Rwanda, sura hii. Tunajua huyu ni nani, huyu ni nani. Wataondolewa kwenye maeneo yote wamezibiti, watatoka. Lakini ukiangalia wamoja wanajidai ya kwamba hatutoki mpaka moto tutaendelea. Wakinananga ni udanganyifu, wataondolewa na watafunguliwa mashtaki wote. Uone kama ni kurukaruka kwa maharagi ndo kuifa kwake. Maharagi naweza kaivya, lakini mwisho itapoa. Moto kuwa mwingi, maharagi unaona inaruka. Unakiweka maharagi kwenye chungu, yanavimba kabisa, utafikiria kwamba atamwangika.
Lakini moto ukiwa mkali zaidi yanaiva na yanaregea. Na anatulia. Ukiweka hayo maharage kinywani yanakuwa yanasagika. Sasa matokeo yake ni kwenda chooni tu. M23 wanasema kwamba wao wanasubiria mkataba wa Doha. Wakataa. Doha, ukumbuke Doha haishinde Marekani. Yes. Doha kama wamefanya ule mkataba ambao walikuwa wanazungumzia ni kuona kwamba Doha ilisapoti Rwanda kujenga kiwanda cha madini. Sasa atafanya kazi yake kwenye kuwa tatizo. Na Doha naye aweze akaende tofauti na Marekani. Kumbuka Marekani dola kubwa, kumbuke hicho. Na Marekani ndiye ana bajeti yake kubwa inasaidia Doha. Kwa hiyo hawezi kupingana na Marekani. Ni lazima afuate mkondo. Hawezi kupingana na Marekani ndio. Ili swala la Hippolyte Kanambe sasa hivi anaanza kuongoza mapigano yeye mwenyewe hapa Zibira. Juzi alikuwepo na alionekana kabisa akiwa na ongoza mapigano ambayo yalifanyika pia Kanyola na kuwaua watu maeneo ya Kanyola. Huu ni mwanzo mzuri wa Hippolyte Kanambe, hao ndio mwisho wake kabisa unaenda kuonekana? Unajua nikuambie kitu fulani ambacho wakati wa vita hauwezi kufichama. Ukiwa na kikohozi ujue kwamba ukikohoa adui atajua umekohoa uko sehemu gani. Na ukipeleka jogoo kwenye vita ujue ndio mwisho wako wa kumalizika. Atawika. Jogoo haitafichama kufanya nini, kuwika. Atawika tu. Sasa huu ndio mwisho wa huyu. Ni mara ya kwanza dunia nzima, sijui kama ni dunia nzima kama nimedanganyika, aliyetawala miaka 18, aliongoza miaka 18 anajitokeza kuwa mwasi. Ikumbuke kuwa yeye ndo amesaidia Rais Chilombo kuwa pale. Na aliyetangaza kwamba Chilombo amewini ni nani? Ni Nanga. Ni aibu sana, na Wakongomani kama wako macho si lazima wangemuunga mkono. Ile ni mwisho wake. Vile anaanza enda vitani na njoo kwenye rais yako. Anajiweka mbabe wa mapambano wa kuongoza vita, lakini kwa sababu sisi tunaongozwa na ile roho ya Mungu ambao mwenzetu mmoja anasema kwamba tunapigana na malaika ndio kusaidia kupigana. Yule ndio mwisho wake. Waandike hii siku ambao umenioti ya kwamba yule ndio mwisho wake. Okay, naona kipindi chetu kinaelekea kumalizika. Nakupa dakika moja uweze kuongea na Wakongomani, uwape ujumbe ambao uko nao kwa ajili ya hali ambayo tuko tunapitia sasa hivi. Karibu. Ndio, na ujumbe wangu kwa Wakongomani wote ambao wako nchini na ambao wako diaspora, tuungane mkono. Ile nchi ni yetu ambayo tumepewa na Mungu na mababu ambao walishatutangulia, ili tuweze kupigana, tusipoteze hata sehemu ndogo ya nchi yetu. Na walio wengi wanasema umoja ni nguvu. Tunapoungana na tuache mafarakano, na vijana wetu ambao wako kwenye mapambano na wawe na umoja, wawe pamoja, wasikie mashauri ya wazee, waache mambo ya vurugu. Na Wakongomani wale ambao wako matajiri na wamaskini watoe angalau kidogo kwa kusaidia wale ambao wako kwenye shamba la vita, wasife njaa, wasikose nguo, wasikose dawa, ili tuone kama huyu mwasi ataingia wapi. Na yeyote Mkongomani ambaye yuko macho, akisikia taarifa yoyote, aifikishe kwa nyumba kuu. Anasikia mnasema nyumba 10, aifikishe kwa nyumba 10 ili taarifa ifikie kwa wale watu wenyewe wanahusika na mambo ya rasma haraka iwezekanavyo, na ule mhalifu aweze kushughulikiwa. Okay, asante sana na nashukuru. Nafikiri Wakongomani wamepata ujumbe wako, na hapa ndipo mwisho wa matangazo yetu kwa muda huu. Mengine tukutanane majira ya jioni. Asante sana.